nikwambie, usitoke kwenye ramani ya Mungu. Wengi tunapoteza mwelekeo kwa sababu ya vitu vinavyoonekana kwa macho, ndivyo ambavyo vimetutoa kwa Mungu. Kuna mahali fulani nilikutana na binti mmoja, tukamkamata tu, ilikuwa ni kwenye huduma kama hivi, kumbe kapo kanisani ni kaagent. Siku hiyo mamake akaniambia, kabla hujaondoka muombee huyu binti, mbona tunaona kama ana shida, kama anachanganikiwa. Nikasema sawa. Wakati tunamwombea yule binti, Roho Mtakatifu akaanza kunitazamisha vitu. Yule binti tukiwa tunamwombea, nikaanza kumuona binti mwingine, huyu hapa tunamwombea, mwingine yule pale kasimama mlangoni. Nikawaambia wale watu, hebu tunyamaze kwanza. Nikamwamuru yule binti kwa jina la Yesu. Nikasema huyu binti kuna kitu anakijua, lazima aseme. Yule binti akaanza kutusimulia. Akasema kama mnavyohubiri Injili na shetani anafanya kazi hivyo hivyo. Akatuambia mimi, kaka anasema kana miaka 21 hivi. Kakasema mimi ni kiongozi mkubwa wa ule upande wa pili ambako niko kwenye nguvu za giza. Nikamuuliza, faida gani ambayo unaipata kule? Maana ni mtoto mdogo, ni mdada mzuri, yani ana hekima. Ukikutana naye hivi anasalimia, jamani, Bwana asifiwe mtumishi, karibu, nikusaidie nini? Maana nilifikia nyumbani kwao, ni ana hekima yule mtoto, hujawahi ona. Hauwezi kuwaza hata nukta moja. Karibu sana jamani, Mungu ni mzuri huyu, na mimi ninatamani kuwa kama wewe, ningependa kuwa mhubiri mtumishi, uniombee. Unaelewa? Kuna maana sana ya kukaa kwenye ramani ya Mungu. Kuna maana sana ya hatua zako kukanyaga kwenye ramani. Bwana asifiwe. Kale katoto kakaniambia, kalikuwa kamenifanyia vitu siku hiyo asubuhi. Nilikuwa na shida na vitu, nikaona kananipatia. Nilikuwa nimefika, nahitaji gliserini kwa ajili ya mafuta. Nikakapelekea hela. Chukua hii hela, kanichukulia gliserini. Hapana mtumishi, usiogope, ngoja nikakupe gliserini ninayo. Kakaenda ndani, kakaniletea ile gliserini ya kijani. Nikakambia hii mimi situmii, huwa natumia nyeupe. Nenda kanichukulie dukani. Usijali mtumishi, ngoja nikuchukulie nyeupe. Nikasema huyu mtoto ana duka la gliserini chumbani. Akaenda kweli akanichukulia. Kichupa alicholetea, yani nikaanza kupata mashaka. Ukiwa kwenye barabara, kwenye ramani ya Mungu, hautembei peke yako, maana hatua zako zinaongozwa na Bwana. Kila kitu atakuonesha. Yale mambo makubwa magumu usiyoyajua atakuonesha. Ukiwa na Yesu unatembea katika nuru. Ukiwa kwenye ramani ya Mungu, nakwambia unatembea katika nuru, na yeye ameinuliwa ili kuzivunja kazi zote za adui. Jamani, amina. Nilipoingia chumbani, tulikuwa na mume wangu kwenye ile huduma. Nikamwambia mume wangu, mbona mimi nasikia rohoni kama hakuko sawa? Akasema kwa nini? Nikamwambia kaka toto kamechukua, nilikambia hivi gliserini, nimekapatia hela, kameniletea gliserini ya kijani. Nikakambia mimi situmii, natumia nyeupe, kanunue. Kakaenda tena kakaniletea hii gliserini. Nikamwambia lakini moyoni mwangu sisikii amani. Mume wangu alinijibu neno moja tu, akasema ni vita. Sawa. Kwa hiyo sasa ule usiku yule mama mwenye nyumba kaniambia, tangu mmefika hapa namuona huyu mtoto kama kachanganikiwa, yani kushika kikombe si unashika kwa mikono hivi, yeye inakunjwa hivi ndo inashika. Akasema hebu tumuombe. Ndo wakati tunaomba sasa, yule mtoto akaanza kuongea vitu. Akasema kwanza humu ndani nina nyoka. Unaelewa? Giza ni halisi, lakini atukuzwe Bwana kwa kuwa na Mungu tuliye naye ni halisi. Bwana asifiwe. Inawezekana uelewi, unaleta mchezo na Yesu. Unakuja tu kanisani umejichokea, yani ramani ya kiroho ikikutazama haupo kwenye mfumo. Yani upo kama upo, na ukitaka kuamini haya ninayokuambia,
ni pale ambapo unataka misisimko tu kanisani. Wakipiga zile za yani ndio utawaona watu muda wa neno la Mungu wapo tu wanalala. Bwana atusaidie. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Na bahati mbaya sana shetani amelitenda kanisa kwa akili. Hajazuia ibada, ila ameleta misisimko. Watu wanataka kusikia mambo ambayo yanagusa hisia zao, na kuambia kwa jina la Yesu aliye hai, neno la Bwana liuguse moyo wako na sio hisia zako. Neno la Bwana lilete badiliko kutoka ndani yako. Watu, kuna mahubiri fulani hivi, si unaona kama hivi nimeanza kusema shuhuda. Kuna watu mimi nilikuwa nawaona hapa wamelala. Bwana atusaidie. Hiyo ni kazi ambayo shetani anafanya. Hatukatai uimbaji kanisani, ni wa muhimu sana. Hata wana wa Asafu walifanya nini? Waliimba, lakini ni kachumbali. Kipaumbele chetu neno la Bwana likae ndani yetu, maisha yetu yaongozwe na Bwana. Biblia inaniambia hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, wala pasipo huyo neno, sema pasipo huyo neno, sio pasipo uimbaji, unanielewa? Pasipo huyo neno hakikufanyika chochote kilichoweza kufanyika. Kumbe tunapokuwa na huyo neno ndani yetu, manake hatua zetu zinaongozwa na neno. Tunapoongozwa na neno, tunaongozwa na Mungu mwenyewe, na neno lake ni moto ulao. Unapopita kwenye changamoto, neno lake ni moto unaokula changamoto zote mpaka ndani ya mwili wako. Lazima ukubali neno likutengeneze. Haleluya. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Hata uimbaji wetu utakuwa ni wa tofauti, hautafanana na watu wa duniani. Nakwambia wa duniani wana sauti nzuri kuzidi ya kwako, lakini kinachotutofautisha ni ile nguvu ya neno ndani yetu, ni ile ramani inayotembea kwenye maisha yako kupitia neno la Bwana. Hapo ndipo ukiimba tutakutofautisha, si kwa uweza wala kwa nguvu, bali kwa Roho Mtakatifu anayeingia kwako kupitia neno la Bwana. Unasema ninaongea nini? Ninaongea Biblia. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Jamani, amina. Huwezi kuishi kwenye ramani usiposikia. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Kale katoto kakaniambia jambo. Kakaniambia hivi, tumekuwa tukikufuatilia sana kwenye maisha yako, na huwa tunakufuatilia popote unapoenda. Nikasema aise. Nikakumbuka kuna jambo nilikutana nalo. Nilikuwa ninahubiri mahali kama hivi. Mimi nikiwa nahubiri huwa sinywi maji, sawa hata nihubiri masaa 6 sitakunywa maji hata tone. Sasa atukuzwe Mungu kwa wale wenyeji wangu. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Yule mamangu ninampenda, na yule baba mchungaji kwa kweli ninawapenda, na wazazi wangu walikuwa baraka mno na walinisaidia. Mama akaniuliza, unakunywaga maji ukiwa unahubiri? Nikamwambia hapana mama, sinywagi maji. Wakiwa wanaendelea, tunaendelea na semina kama hivi ambavyo tunaendelea hapa, waliingia wadada wawili kanisani, warembo, so washirika wala nini. Wakaingia wale wadada, wakamfuata shemasi. Jamani, kuwa na protoko kanisani sio dhambi. Wale watu ninawashukuru mno, wako rohoni sana, lakini wana protoko sana, hasa kwa wageni. Yani shemasi hawezi kumfikia mgeni mpaka apite kwenye hatua kwa mzee wa kanisa, sijui kwa nani, na nafikiri hata hapa ndivyo mnavyofanya, si ndio? Mungu awabariki sana. Kwa hiyo wale watu wakaenda wakamwambia yule shemasi, mpelekee mhubiri maji. Unanielewa?
wakamwambia mpelekee mhubiri maji, na wakati wanasema waniletee maji, nilikuwa nimepata yani kama vumbi, nikaanza kukohoa na kohoa na kohoa. Kumbe shetani amepanga mpango mkakati. Sasa yule dada akaogopa, lakini mimi sijui mpaka kesho nini kilitokea, kwa sababu walivyokuwa nayaongelea maji, mimi niliyaona maji pale, sijui nini kilitokea. Kale kabinti tulivyokakamata, wale wadada ilivyoshindikana, alivyofika kwa mama mchungaji akasema mhubiri anywagi maji. Ikabidi sasa wale wadada wafuatiliwe kwamba ni akina nani na kwa nini wanataka tumpe mhubiri maji. Yule shemasi na mimi alinipigia akanishuhudia, akasema alivyoanza tu kuwafuatilia wale wadada, nalo ni kanisa kubwa yani, alivyoanza kufuatilia eti akashangaa wale wadada wanashuka wakaanza kutembea, yani akitaka hivi amsogelee aongee hawezi kuongea kitu, wale wadada kama wanapaa hivi mpaka wanatoka getini, anajaribu kuangalia kwa ukaribu, akashangaa wametokomea na hawakuonekana tena. Nilivyomaliza huduma ya pale nikaenda mahali pengine. Nilivyofika tu pale, mama mchungaji wa lile kanisa simfahamu, sijawahi kumuona. Nikashangaa amekuja kumwambia mwenyeji wangu ambaye ninalala nyumbani kwake. Akasema, mama, huyu mhubiri tumuombee. Kwa nini? Akasema, nimeona mabinti hawa wawili, yani ni nje ya pale umbali mrefu, unaelewa, na sikwenda kwa wakati ule ule, yani nilivyorudi nyumbani kaka kama wiki 3 ndo nikaenda. Akasema, nawaona mabinti wawili wanamfuatilia huyu dada. Kwa hiyo nikaa najiuliza, Mungu, hawa mabinti wawili hao wanaonifuatilia ni akina nani? Nikamwambia, ulimwambia Yeremia niite nami nitakuitikia, nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Nikasema kuna mambo ni magumu kwangu, alafu ni makubwa, alafu siyajui. Bwana asifiwe. Tulivyomkamata yule binti akasema ni mimi. Akasema, huyo unayemuona hapo sio msichana mwenzangu, akasema ni bibi yangu. Unaelewa? Akasema ni bibi yangu, waga anageuka anakuwa msichana kama mimi. Yule dada akatuelezea vitu vingi 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 ambavyo nikipata nafasi nitaendelea kukushuhudia. Ninachotaka kukwambia ni nini? Kama hauko kwenye ramani ya Mungu, kama hatua zako haziongozwi na Mungu, usalama uko wapi? Tayari ningeteketea, ningeenda na maji. Lakini tunapokuwa kwenye ramani, unapokuwa unatembea kwenye barabara hivi na Mungu, unapokanyaga nyayo zako, Yesu anakuwa amekanyaga hapo, utakuwa salama. Hata kama kutakuwa moto unawaka, lakini utakuwa salama, kwa sababu Yesu ameshinda mambo yote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na ninataka niwaambie hivi, vitu ambavyo shetani amevitumia sana kututoa kwa Mungu, nitaongea huko mbele. Tamaa. Yaani kuna mtu mimi hapa ninahubiri hapa, anawaza hivi, nikitoka nikamuona yule jamaa mwenye migodi, nikitoka hapa nikaangalia ile pesa hivi, ile nikipata ile naingiza shingapi? Unakuta ni vitu ambavyo sio vinavyompa Mungu utukufu, ni vitu ambavyo vimelenga tu kuridhisha mwili wako. Bwana atusaidie. Ndipo unaona mtu ameingia kwenye njia ambazo sio za kimungu, amebadilisha ramani, ameenda kwenye ramani nyingine ambayo hatima yake sio njema. Bwana asifiwe. Baba zangu, haleluya. Bwana asifiwe. Ni majira haya ni baba zetu wanaongea. Hata mume wangu yani ukikaa naye anawaza hivi watoto shule inakuwaje? Hivi kwa yani hali sasa hivi ni mbaya, hali sasa hivi ni ngumu, yani bila kufanya kazi, yani sijui kama tutatoboa. Yani watu wametoka kwenye ramani na hawajui wako mahali hapa, wanaongozwa na hisia, wanaongozwa na hofu ya maisha ya sasa na ya baadaye. Unamkuta kijana hajaoa, lakini ndani yake amejaa hofu, ana nia makuu, anatamani kukamata vitu ambavyo hata uwezo wa kuvipata hana. Hofu ya maisha ya sasa na ya baadaye. Lakini ukirudi kwa Paulo anasema, sio mimi ninaishi, bali Kristo ndani yangu.
Bwana asifiwe jamani, amina jamani, haleluya jamani, amina. Lazima tutoke huko. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Sasa hebu jiangalie polepole tu, hivi ukweli tu, unatafuta ufalme na haki au unatafuta dunia na haki? Hebu jichukulie tu vile unavyoyatafakari mambo ya Mungu na vile unavyojali kazi zako, vile ambavyo unaweza ukawahi kwenye majukumu yako ya kila siku, na vile ambavyo unaweza ukawahi ibadani, vile ambavyo unaweza ukamheshimu bosi kazini, na vile ambavyo unaweza ukamheshimu Mungu nyumbani mwake. Cha maana ni hiki hapa, uzima wa mtu haupo kwenye wingi wa vitu alivyo navyo. Jamani, amina. Sijui kama kuna mtu unanielewa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima tukubali, yani hiyo hali unayoiona ya ukame ndani yako ishughulikie. Yani unakuja kanisani umechoka huko mbwi. Yani ukifika kanisani ndo unasikia kuchoka, ukiingia tu mlangoni pale unasikia kuchoka, ila ukitoka tu pale umechangamka na story unapiga. Hiyo ni vita ya kiroho ambayo shetani anajaribu kuovertake usije ukapata kile kitu ambacho Mungu anataka ukipate. Na kibaya ni hiki, kile apandacho mtu ndicho anavuna. Unatembea kwenye ramani ipi? Kila unalolifanya lina hatima. Sawa jamani? Kila unachokifanya kina hatima, na bahati mbaya Mungu anaona yote. Sawa jamani? Nimesema kwenye kongamano hili tunatazamia kumwona Mungu sana, na ndivyo itakavyokuwa. Hata kama ninawaona mnasinzia, lakini ninasema kwa jina la Yesu ninamtazamia Bwana kwa viwango vingine kwenye kanisa hili, kwa kuwa yeye ndiye mwenye kanisa. Ile miaka iliyoliwa na parale na nzige na madumadu, Bwana atairejesha. Ile shauku ya ibada, ile hamu ya ibada, Bwana atairejesha ndani yako, na ni pale ambapo utakubali kuchukua hatua na kurudi kwenye ramani ambayo ni Mungu wako. Simama mahali ulipo.